Kiumbe wa kigeni kilichofungwa kwa minyororo kinapiga kelele kwa nguvu na kuita viumbe wengine wengi kama chenyewe. Wanapanda ukuta wa ulinzi kama mchwa. Ndege za kivita zinashambulia kutoka angani, lakini haziwezi kuzuia kusonga mbele kwa viumbe hao. Wanapenya ulinzi wetu kama mafuriko, wakipanda nguzo za zege. Kamanda na mimi tunakimbilia sehemu ya juu mara moja. Mradi tu nifike kwenye helikopta hiyo, kujitolea kwa kila mtu kutakuwa na maana, kwa sababu nimetoka mwaka 2021, miaka 30 huko nyuma. Tuna dakika 8 kabla ya uhamisho wa muda. Katika kipindi hiki, wanajeshi lazima walinde kifaa cha uhamisho ili niweze kurudisha kirusi cha kiumbe wa kigeni zamani na kusimamisha vita hivi kabla havijaanza. Viumbe wachache wanavunja mlango wa maabara na kukata minyororo iliyokuwa imemfunga malkia wa viumbe hao wa kike. Mara tu anapoachiliwa, anatafuta kulipiza kisasi. Tunapokimbia kuelekea kwenye helikopta, mwiba wa mfupa unapitia tumboni mwa binti yangu. Anaanguka vibaya chini. Ninageuka kupambana nao, kisha namsaidia kuendelea kusonga mbele. Meli kubwa inapoteza mwelekeo na kugonga kituo chetu. Helikopta yetu inaanguka kwa sababu ya mgongano huo. Tumebakiwa na dakika 1 kabla ya uhamisho. Binti yangu ananipa kirusi cha kiumbe wa kigeni alichotengeneza na kunisihi tena na tena. Lazima nirudi nikiwa hai na kusimamisha vita hivi. Lakini malkia wa viumbe hao anatupata. Mlipuko wa meli unasababisha mlolongo wa milipuko mingine na jukwaa linaporomoka tena. Binti yangu anateleza pamoja nalo. Hesabu ya mwisho ya uhamisho inafika sekunde 10. Anaachia na kuanguka pamoja na malkia huyo wa viumbe ili aninunulie muda. Ninaruka chini nikijaribu kumshika na kumvuta kupitia humo. Lakini akiwa hewani, kifaa cha uhamisho kinaanza kufanya kazi. Watu wanapoanza kuonekana mmoja baada ya mwingine, narudi mwaka 2021. Hata nikiwa nimepoteza fahamu, bado nimekikamata kirusi hicho kwa nguvu. Baadaye, tunagundua kuwa shimo la muda linaloelekea siku zijazo limepotea. Hatuwezi kurudi tena. Kwa bahati nzuri, mwanabiolojia anachunguza ukucha wa kiumbe huyo niliorudisha na kugundua majivu ya volkano kutoka mwaka 946 BK bado yamekwama ndani yake. Viumbe hao hawakufika hivi karibuni. Walifika zaidi ya miaka 1000 iliyopita, huenda kaskazini mwa Urusi. Kulingana na makadirio ya ongezeko la joto duniani na kuyeyuka kwa barafu, eneo hilo litayeyuka mwaka 2048. Viumbe waliokuwa wamelala wataamka kwa sababu hiyo. Naona nafasi ya kupata chanzo cha viumbe hao kabla haijachelewa. Mara moja ninaandaa timu kuelekea Arctic. Lazima tusimamisha siku zijazo hizi kwa kukata chanzo chake mapema. Kifaa cha uchunguzi kinaonyesha nguvu kubwa ya sumaku mbele yetu. Tunafuata mfumo wa mito ya chini ya ardhi na hatimaye tunagundua chombo cha anga cha kale cha viumbe wa kigeni kilichogandishwa ndani ya barafu.